siku ambayo Aisha anapelekwa hospitali, anashushwa, ulikuja na tenge ukamvisha, halafu ule mtandio ukauchukua wewe. Ule mtandio uko wapi? Nakuuliza wewe, ule mtandio uko wapi? Mtandio Naam, niseme Ramadhani Karim kwa wewe Muislamu ambaye hupo ndani ya mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, lakini nikukumbushe ili Ramadhani yako iwe sawa bin sawia, usisahau kuswali na ikibidi zaidi usisahau kusoma Qur'ani kama vile dini ambavyo vinatuambia. Bwana, ni mazungumzo halali kabisa ama niseme exclusive interview na miongoni mwa wasanii ambao kwa hakika wameshayafanya makubwa kunako sanaa nzima ya uigizaji, kwa maana kwamba sanaa ya filamu na maigizo kwa ujumla. Tayari nimeshazungumza na baadhi ya wasanii ambao wanapatikana kunako tamthilia ya Samani Asante, lakini muda huu nazungumza na madereva wenyewe, moja kati ya watu ambao wana kijiji chao. Watu wanasema bila ya kama Ramadhani kama siweze kuitazama Samani Asante. Nimefunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, ilipo kambi ya Kitale Mkude Simba, ambao ndio washiriki ama wamiliki wa tamthilia ya Samani Asante. Napatikana kunako YouTube channel ya Mkude Simba Kitale. Nenda kaitazame, nenda kasubscribe, nenda kafanye vile ambavyo unahisi kwa kufanya hivyo utakuwa unawaunga mkono. Wana tamthilia yao inaitwa Samani Asante. Moja kati ya tamthilia ambayo kama utaamua utenge muda wako uitazame, naamini hautaweza kujuta. Kuna maushirikina, kuna mauchawi, kuna mauganga na mahusiano, mapenzi kwa ujumla. Nazungumza na mzee wangu kama Ramadhani kama, moja kati ya watu ambao naweza nikasema ndio viongozi, ndio vinara kwenye tamthilia hii ya Samani Asante. Na bila shaka umemwona kwenye tamthilia nyingi huko nyuma za Kitale Mkude Simba. Nazungumza naye atuambie vile ambavyo ameweza kushiriki na kwa ujumla tuweze kumfahamu. Kama kuna kitu ambacho tulikuwa tukifahamu kutoka kwa kama Ramadhani kama tunakwenda kukifahamu. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kweli amri kwetu si Uislamu. Imepanda? Kama kawaida yake. Tokea na miaka 9 mimi. Unaweza kuona wazee watu wazima kama ninyi barabarani kumepishana nao, tayari nywele zimebadilika rangi lakini hawaswali au wafungi bwana. Unaumia kiasi gani kuna kitu kama hiki? Ni vitu ambavyo inatokana pia na malezi. Kwa sababu unaweza kumuona ni mtu mzima lakini malezi yake aliolelewa tokea mwanzo na mpaka yeye mwenyewe amefika wakati sasa wa kukua, malezi yake hajabadilika, basi huyu mzee ana matatizo. Nisema ameanza kufunga tangia akiwa na miaka 9. Miaka 9 mimi nimeanza kufunga na miaka 9. Mashaallah. Unafunga na kufanya ibada zingine kwa maana unaswali na kusoma Qur'ani tena bila matatizo. Sawa, nimekuwa na shauku ya kufahamu vitu vingi kutoka kwako, lakini kwanza tumfahamu kama Ramadhani kama. Asili yake ni mwenyeji wa wapi? Ni jina hili kama Ramadhani kama ni jina ambalo umepewa na wazazi, jina lako mwenyewe, ama ni jina ambalo huwa unalitumia tu kwenye kazi zako? Hapana, jina hili mimi nimepewa na wazazi wangu. Ni jina la babu yangu mzaa mama. Anaitwa Mzee Kama. Ili Ramadhani la baba yangu mzazi. Kama Ramadhani kama. Ni jina la babu yangu mzaa mama. Nimepewa hili mimi. Binafsi nilikufahamu tangu kwenye kazi ya binadamu kama sikosei ya Kitale. Binadamu maana kwa binadamu. Maana kuambiwa maana kuambiwa binadamu. Tumeanza Shobodundo. Tulipotoka 2015, 2017 ndio tukaanza maana kuambiwa mpaka 2018. 2020 binadamu wabaya. Tumekwenda nao mpaka 21, tumekuja tena 24. Samani Asante. Naam. Tamthilia gani ambayo ilikupeleka kwenye jamii watu walimfahamu kama Ramadhani kama kabla ya hii Samani Asante? Maneno kuambiwa ilinifikisha mbali sana. Ilikuwa ni balaa. Ilikuwa kila pembe nikifika basi watu lazima wanipige magoti. Safari moja nilifika Mbagala pale, nilijuta kwa nini nimefika sehemu kama hii. Ilikuwaje? Watu ndio Mzee Kama, ndio Mzee Kama, choo bana hapa choo. Wengine wana juice nyingine hivi kama mtanipasua tumbo.
Kwa nini sasa usikukusanyie hela zako wakupe mpaka ununulie vitu? Sasa majuisi ndio nini bwana. Kama tafutieni hela. Lakini kiongozi alisema mara nyingi sana usipende sana kukusanyiwa hela, alafu kusanyiwa hela pia sio vizuri. Kitale alisema kwamba sio vizuri, mtu akupe mwenyewe usiombe. Sawa. Mara nyingi watazamaji sisi wa nje tunaamini ya kwamba tamthilia inapokuwa imefanya vizuri hata wale wasanii wanakuwa na maisha mazuri. Watu wanatarajia sasa hivi kama Ramadhani kama muone mtu ambaye kama ana magari, kama ana majumba, kwa sababu vile tu maarufu ambao umeupata kwenye maneno kuambiwa. Nataka nifahamu kuna namna yote ambayo imekuinua, imekuwezesha, wala una vitu ukikaa mwenyewe japo usiviseme useme alhamdulillah umevipata kupitia ile tamthilia. Mimi nasema kwamba bado sijapata mafanikio. Lakini mafanikio niliyopata makubwa sana ni rasilimali watu. Nasema kwamba nao rasilimali kubwa sana. Kwa sababu leo hii popote ninapopita nikipata matatizo na hakika nitasaidiwa. Kwa sababu watu wengi wanifahamu. Kuliko kwamba labda ningepata pesa zingeweza kumalizika. Lakini watu ndio ambao wananifanya kwamba mimi yani nijulikane. Kwa sababu kila mmoja anawaambia unamjua huyu mzee ndio kama Ramadhani kama. Kwa hiyo naye anamwambia mwenzie, sasa ninakuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo hilo kwanza ndilo naloshukuru. Lakini kwa pesa bado, lakini hakika kwa uwezo Mwenyezi Mungu na hiki kitu alichonipa Bwana Kitale ni kitu kikubwa sana, na hakika nitapata tu hela. Unajivunia kiasi gani Mungu kumuumba Kitale? Tena Mungu ni fundi sana. Mungu ni fundi sana kwa kuweza kumuumba Kitale, na akatoka katika tumbo la mama yake kwa usalama, na akapewa jina la Musa Yusufu Maenge, alafu akajiongezea Kitale. Kwa kweli Mwenyezi Mungu asifiwe sana. Kwa kweli kama sio yeye Mwenyezi Mungu alivyomuumba na kutuita sisi, kwa kweli nisingeweza kujulikana. Wangapi ambao tayari tumeshacheza filamu zao lakini hatuwaoni kutufuata tena. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuumba Kitale na kumtoa katika tumbo la mama yake kwa usalama. Nashukuru sana. Kwanza namshukuru mama yake mzazi kwa kuweza kumzaa Kitale na kuweza kunufaika naye sisi tusingefahamu, tumefahamu katika sanaa muda mrefu sana. Kwa sababu nilikutana naye kwa mara ya kwanza 2010 kwenye kundi la Aliliami Production. Walikuja hapa wengi tu Morogoro hapa, kina Masele, kina Mwene, kina Shaboko, kina Kitale. Ndio kweli ni wengi, kina Mzee Majuto. Wengi tu walokuja, lakini katika wote walokuja mpaka kina Ringo wote, lakini wote walokuja walivyoondoka ndio waliondoka. Lakini Kitale alivyokuja kwa mara ya kwanza tu na picha yake ya Shobodundo, akanitafuta mimi, akasema jamani mzee kama yupo, akanipiga, hebu nipe namba. Niko ulikuwa hujulikani? Alikuwa sijulikani. Sasa ulijuaje kusema jamani mzee kama yupo? Si kwa sababu tulikuwa naye kwa Aliliami. Nilikuwa naye. Mara pili alivyokuja ndo anakuulizia. Kuja hiyo Shobodundo ndio akauliza watu hivi mzee kama yupo? Akaambia yupo. Akaambiwa kwamba je vipi? Namba yake mnayo? Akasema namba yake tunayo. Ndio akanipigia mimi simu. Mzee kama upo baba, njoo tuko hapa Kionda. Basi nikaenda, kufika ndo akanipa sini hizo. Ni Shobodundo. Wakati Stani kamchukua mke mwenzie, na mke mwenzie naye kamchukua mke wa Stani, mke wa Stani akachukuliwa na bwana mwingine, lakini wote wako nyumba moja, wamejifungia vyumbani, hawajui kwamba wote wako sehemu moja. Ilikuwa tamu sana. Na huko alafu Kitale na Kibuyu marehemu wako na gari wanampekechonua maiti ambaye tulitaka kwenda kumzika sisi. Natafuta kuna vitu alivyowekewa huyu, madawa labda kitu gani hivi. Kwa hiyo ilikuwa tamu sana ile Shobodundo. Imekuwaje Kitale kila anapokuchezesha na kuchezesha sehemu ya uganga, kukomboa watu ama uchawi na kuchezesha hapa tu? Ni vile amekuona unafanania au hawezi kuweka kwenye scene zingine ama tafsiri yake nini? Mwenyewe katika maono yake ameona kwamba mzee acheze nafasi hii ndio nafasi itakayomfaa. Kuliko nafasi zote hizi, nafasi nyingine tuwape vijana, lakini nafasi hii inamfaa mzee kama Ramadhani kama acheze, na akicheza atafanikiwa hii nafasi. Na bila shaka wewe ni mtu ambaye unafanya kazi na watu wengine. Mara mwisho tumezungumza, umeniambia uko Tanga. Unafanya kazi tofauti na Kitale. Huku kote ambapo unaenda wewe unacheza sini hizi au una namna yote nyingine? Na Tanga sikwenda kucheza. Tanga nilikwenda kusalimia nyumbani. Sikwenda kucheza mchezo wote Tanga.
Kwa hiyo michezo mingine ambayo huwa unafanya na watu na kasi ni hizi ama unakaa sehemu tofauti? Siku tutamwona labda mzee kama bosi ana nyumba na magari labda hivi, ama zile wewe uwezi, wewe unaweza hizi tu? Mimi kwa kweli ndugu mtangazaji, kwa mtu akitaka kuniharibia ni kuniambia vaa suti kae kwenye nyumba ina magari, mimi hapo nitashindwa. Siwezi. Nafasi zile hapana. Zinaweza wenzetu kina mzee Chilo kina nani ndio wanazuia nafasi zile, lakini mimi nafasi zangu hizi za shamba hizi, kuvaa makaniki, kuvaa makanzu na kuelimisha watu kwamba jamii inahitaji kitu gani kwa wanakitaka. Tunacheza mambo haya kale, mambo ya zamani, kwamba mambo haya zamani alikuwa ni mengi sana, japokuwa sasa hivi yapo yamepungua, lakini pia bado yapo. Kwa hiyo haya mambo ndio kaamua Kitale kunichezesha katika nafasi hizo, kajua kwamba hizi nafasi mzee kama ataifanyia haki, na kwa sababu story anapoitengeneza anajua nani wa kucheza, na alafu pia lazima story ya mtu lazima mtu akufundishe. Hawezi tu mtu kukwambia Galula mzee kama action ujui mtacheza nini, natakiwa mfundishwe. Yani kufundishwa na maana ile script, kuna script ya karatasi na kuna script ya mdomo. Unapewa ile maneno wewe unayameza alafu unacheza. Kwa hiyo ndivyo anavyofanya Kitale kunipa mimi. Ninapokosea na nirekebisha, tunakwenda. Nisiingie sana kwenye kazi, hebu tuje kwenye familia kidogo. Kama Ramadhani kama ni baba mwenye watoto wangapi, mwenye wajukuu wangapi? Huenda mashabiki zako wakatamani walifahamu hili. Mimi bwana kwa sasa hivi watoto wamebakia 3. 2 wameshafariki. Nimebakia na watoto wangu wa kike 2 na wa kiume 1. Ana mke kama na walafu wote bahati nzuri wote wameolewa. Huyu wa kiume naye pia kaoa. Kwa hiyo mimi hapa nyumbani niko mimi na mamako tu hapa. Na mjukuu wetu huyu ambaye mtoto wetu yule wa kiume mwanawe huyu. Kabisa. Una wajukuu wangapi? Wajukuu wako 8. 8. Watoto wako wanazaa? Mtoto wangu yule wa kike wa kwanza kapiga 6. Wa pili kapiga 1. Mwingine 1. Wako 8. Alafu katika watu 8, mtoto mjukuu wangu wa kwanza anaitwa Omari, kaoa, ana mtoto. Mjukuu wangu wa pili anaitwa Kama katoja mimi, kaoa, ana watoto 2. Mjukuu wangu wa 3 anaitwa Emedi, kaoa, ana watoto 2. Mjukuu wangu wa 4 ni wa kike ambaye hata leo akipata mchumba anamuoa. Kwa hiyo wajukuu zako nao wana watoto? Na wana watoto nao. Kama kumbe chumvi imeenda. Unaona bwana? Sawa, alafu bado nakula na shiba na wale wao wapo. Na bado ukiangalika hivi mtu hawezi kuona kwamba ni mtu ambaye majajioni, hawezi kuona hivi. Ni kweli. Kwa sababu unatakiwa ukiwa tangu mdogo unatakiwa wewe mwenyewe ujikinge na mambo mengi sana. Jikinge na uvutaji sigara, jikinge na ulevi, au jikinge pia na washarati sio mingi. Sasa vitu hivyo namshukuru Mungu kwamba amenusuru sana mimi. Sikuvuta sigara, sikunywa pombe, hata mambo haya madogo sana. Na ndio nikafika hali hii, na namshukuru Mungu hapa nilipo sina maradhi yoyote kwa kweli. Sina pressure, namshukuru Mungu, sina sukari, namshukuru Mungu, sina maradhi yote ambayo yananiandama. Ni homa tu za kawaida zinakuja, ukinywa dawa basi inaondoka. Sawa. Kuna kitu ambacho huwa najiuliza kila kukicha, nikasema siku nikikutana na mzee kama nimuulize. Umemzungumzia mzee Chilo, miongoni mwa ukisema wazee kwenye sanaa kuna mzee Chilo, hapo kulikuwa kuna acha na kina Jengolo Faliki wakina mzee Mogo Mchungu, bila shaka lazima nimweke na kama Ramadhani kama. Lakini mbona wale nawaona sana kwenye hizi kazi kubwa, kazi za ma-TV, kama namuona huku nyuma kwenye YouTube, kama namuona sana kwa Mkude Simba, kwa Kitale. Maana yake kwamba Kitale kakuzuia hautakiwi kwenda kule duniani ambapo bila shaka ndo kuna hela zaidi ya huku ulipokuepo, matafsiri yake nini? Hapana. Hapana, Kitale hayuko hivyo. Kitale anatamani sana mimi niende kule. Na ndio sababu hata safari hii alinipigia simu, akasema baba itabidi ufanye interview, yani uonekane na watu. Na kazi tulioifanya hii kwamba wameiona watu, kwa nini usichukuliwe? Kwa hiyo nitakuitia watu au mtu wa kuweza kufanya interview ili uweze kuonekana uchukuliwe na yeye katika makampuni, ili upate manufaa katika hizi kazi ambazo mimi nimekuchezesha. Lakini kataa hizi kazi ndogo ndogo hizi. Anasema kwamba hizi kazi ndogo zina matatizo kwa sababu unaweza ukacheza move ya mtu isitoke.
ukapoteza muda. Au unaweza wewe ukacheza vizuri lakini watu waliokuwemo, kwa sababu hutocheza peke yako, watu wale yule mwenye story yake atacheza na watu wengine. Sasa watu wengine wanaweza wakacheza ovyo wakakuharibia. Ndio anakataa sana. Umeshawahi kupata wasa ama nafasi kuweza kukutana na wale madirector wakubwa, nazungumza kina Azizi, kina Lamata ambao wanafanya tamthilia kubwa za kina Jua Kali? Ushawahi kukutana nao hao watu na huwa mna ukaribu wote kuzungumza maji kutokea? Hapana, watu mimi sina ukaribu nao. Mzee, kama unasema muda bado, ipo siku utakuona kweli. Kuanzia mwaka 2010 unaanza sanaa hadi leo 2025, hii zaidi ya miaka 15, sio miaka mingapi? Ni kweli muda bado hujaona ama tafsiri yake nini? Mimi na hakika kwamba muda bado. Sababu Mwenyezi Mungu kila mmoja anamwandikia muda wake wa kupata na muda wake wa kukosa. Na ukiwania sana unaweza ukachekesha. Usiwanie. Iko siku tu, na hakika bado wao wananiona, na kuna siku tu na hakika wataniita tu bila matatizo. Kwa kazi ambayo unafanya, ushawahi kupigiwa simu labda ama kutafuta, sababu na kutafutwa Instagram na hawa viongozi au wasanii wengine wote wakubwa mbali na Kitale, watu ambao kwa hakika ndio wanakutafuta, watu kwa wameona kazi yako kwenye jamii? Ni kweli wako wengi. Kipindi hiki mimi kuna watu madirector wanipigia kama 5. Wamenipigia, wengine wako Bunju wanasema, wengine wako Dar es Salaam, mmoja anasema yuko Kahama, mmoja anasema yuko Nachungwea, kwamba wanataka wafanye kazi na mimi. Lakini nikamwambia kwamba bado kwanza tusubiri labda Ramadhani malizike, alafu pia niwasiliane na kiongozi wangu ambaye ni Kitale. Na alafu pia kuna simu ambayo nimepigiwa kutoka Zanzibar. Wa jamaa JKU walikuwa wananihitaji mimi pamoja na Muogo Mchungu pamoja na Mzee Majaliwa. Wanasema kwamba wanasubiri Ramadhani imalizike, pia wanatuhitaji kule wao. Muogo Mchungu je, ufanya naye kazi? Muogo Mchungu nimefanya naye kazi moja tu pamoja na Tino. Inaitwa Gongo la Mboto. Nafanya naye kazi moja tu. Basi sijafanya naye kazi nyingine tena. Batolenu ukikaa labda wewe na Muogo Mchungu afu siku kuongozwa na Mzee Msisili. Ipo hai lakini Msisili? Mzee Msisili kwa hai. Mzee Msisili nimecheza naye moja picha moja na kijana moja anaitwa Bisadala. Yuko Kionda huko. Tulicheza picha moja lakini muda mrefu sana. Lakini nadhani akiniona atanitambua mimi na mimi pia nitamtambua vizuri tu. Lakini bado hatujakutana tena kwenye sehemu hizi nyingi za kucheza pamoja zaidi. Bado. Lakini najiuliza mzee, kama kwa nafasi yako, kwa sanaa yako, ukipelekwa kwenye zile tamthilia kubwa za Azam, nazungumzia zile sasa kina Lamata, hivi unahisi utashindwa kweli? Vile ambavyo umeweza kuonyesha maajabu kwenye maneno kuambiwa, vile kuonyesha maajabu kwenye Samani Asante. Uwezi, kwa sababu kila story ina uchezaji wake. Uwezi kuchukua Samani Asante ukapeleka kwenye story nyingine ambayo ni ya utulivu ukaicheza kwa nguvu au kwa ujeuri. Itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo mimi sehemu zozote ambazo nitapelekwa na hakika kwamba mimi nitacheza tu. Sina matatizo na script hapo kwangu kichwani, wala haina matatizo. Sababu ni kuisoma tu. Napewa dialogue na Kitale na pia naziongoza na ananinyosha. Sasa kama script ukipewa imeandikwa, na hakika pia nitakuwa nampigia simu kiongozi. Bwana, hii nasema hivi nifanyeje hapa? Ilianza binadamu, ikaja maneno kuambiwa, sasa hivi Samani Asante. Moja kati ya tamthilia au miongoni mwa tamthilia ambazo watu ambao tumezitazama tunasema kwamba aliyewaza amewaza, aliyetunga katunga. Unahisi Mungu amempa upeo kiasi gani yule mtunga story? Namzungumzia Musa Kitale sasa. Kwa zile ukitazama ile ya kwanza story ilivyokuwa, ya pili na hii sasa hivi ambayo huko sisi mitaani kwetu Mbagala Buza huko ndio story ambazo ama tamthilia ambazo zinaongoza. Kila dirisha utakalopita usiku lazima usikie kinyimbo chao kile kinaimba sawa jua au kina mzee kama na nguluma hao. Unahisi ni upeo kiasi gani Mungu amebariki Musa? Kwanza Kitale ana kitu kimoja, anapenda sana ushauri, na anaweza kuja kuambia semameni hapa na asema haya, lakini pale akageuza akasema hapana, kaeni hivi na semeni hivi. Ni mtu ambaye amepata upeo mkubwa sana. Mwenyezi Mungu amempa upeo mkubwa wa hali ya juu, na ndio sababu hata madirekta wenzake pia wanamsifu kwa hilo. Kwa sababu tamthilia nyingine au picha nyingine unaweza ukazitafasiri kwamba hii kitoka hapa itakuja hapa tu hii, lakini sio tamthilia za Kitale.
huwezi kuzitabiria. Unaweza kusema akitoka hapa yule kilivyo anaondoka, labda atakutana mtu njiani, unakuta hata pengine anakwenda zake hata kulala nyumbani, au inakata pale pale anaonekana sehemu nyingine sio kule ulikotarajia wewe. Sawa, Samani asante. Tamthilia ambayo mimi muda huu nimenifanya nitoke Dar es Salaam kukutafuta. Tumetafutana kwa wiki mbili zilizopita, alhamdulillah leo tumeweza kupatana. Siku ambayo unaambiwa kwamba mzee kama tunakwenda kushuti Samani asante, ukapewa story yenyewe kwanza mkasimuliziwa, kwa maana kwamba mkasikiliza alivyokuwa anasimulia, uliona picha gani, ukubwa wa design gani Samani asante na kuja kuclick mtaani huko? Ilikuwa ni kubwa sana. Sababu siku alivyoniita na ninavyojua Kitale, mimi mwenyewe kwanza nilikuwa na wasiwasi sana kuona kwamba atanichezesha vipi. Kwanza lazima uwe na wasiwasi, atanichezesha vipi, atanambia vipi Kitale mimi. Kwanza kwa mara nyingi sana Kitale akishafika huwa na asili ya kama ya kumuogopa fulani hivi. Ninyi ndio mnamuogopa? Bosi. Mnamuogopa sana alivyo, kwa sababu ukikosea hataki ukosee, ni mkali sana. Ni mkali sana. Tena hata wewe ukikosea huwa anakufokea. Tena sana naweza hata susa. Lakini ambaye kiongozi hapana bwana. Niongoze tu. Bila kumuongoza mtu hawezi kujua, basi ananyuka tena. Sasa ukienda kutiriko kimaliza wewe rafiki yake mkubwa sana. Ana mambo kuhifadhi kitu. Na hiyo ana. Hiyo kwamba kuna kitu ambacho amekeka katika nafsi yake. Hamna. Ukishamaliza bado ukishafurahisha ukinyosha tu ile mpaka mwisho anakuambia hapo sasa ulikuwa wewe unashindwa wapi bwana, mbona ndio mawazo sana bwana, vipi unaona hapo bwana una soda zako mbili. Sasa hiyo anakupoza kwa soda, kupoza kwa soda, anaambia hapana mimi nipe maji, anajua. Lakini wewe mnaishi vipi kambini, mnaishi kifamilia design gani? Kambini yule mtu ni hatari sana kambini bwana. Sisi tunapokuwa kambini tunaishi kiundugu, tunaishi kiundugu, tunaishi kifamilia ya hasa ya nyumbani. Na wakati mwingine pia unaweza kusema kwamba tunavyoishi kambini tofauti sana nyumbani pia. Tunaishi vizuri sana. Tunaishi vizuri, tunapendana pale. Wote wakina Galula, kina mzee Kasisi, watu tumekaa vizuri. Kama watu tuliojuana miaka labda 10 iliyopita, lakini tumejuana kwa miezi 3 na nusu. Huwa mnaga hata mambo ya kiunihuni kwenye kambi? Hamna. Kwanza hicho kitu nakikataza kabisa hicho. Nasema kwamba hicho kitu ndio kinachoua sanaa. Kwa sababu ukienda kambini, ukianza mambo hayo, basi ujue umeharibu sanaa yako na pia umeua ile kambi. Kwa sababu leo amekuja huyu umemtongoza, amekuja mwingine umemtongoza, wanakuja kugombana wanawake. Alafu wale wanawake wanategemewa kwamba wacheze katika sehemu zao. Sasa wanasusa, mimi sitaki naondoka, mimi naondoka, itakuwa umeshaiua kambi. Yaani kwa mfano kama kwenye tamthilia ile Aisha ajitoe sasa, unakuwa umerudi nyuma kiasi gani unahisi? Ni kiasi kikubwa sana. Ajitoe pale. Au ipate kwenye tatizo kama hivi mzee Kasisi labda ajitoe, kuna kitu labda kimemuudhi, au bwana Galula. Ajitoe pale na bado nafasi yake kuna vipande vyake viko vingi sana. Hiyo tamthilia itakuwa imekufa. Itakuwa imekufa. Lakini tunaishi vizuri na kila wakati tunakuwa na vikao. Kukaa, tunakaa, tunaongea, tunaelewana, tunarekebishana, tusifanye hivi, tumekuja sehemu ya watu, tunatakiwa tuwe na heshima nao watu, kwa sababu watu wanatuheshimu na sisi tunatakiwa tuwaheshimu. Na kweli bahati nzuri kila tunapokwenda, tunapokaa, tunapoondoka, watu wanatupigia simu kwa kutushukuru, jamani nimekaa vizuri sana hapa. Basi tunaona kwamba kweli pa ile sehemu tumekaa vizuri. Na kambi zote ambazo tunazokaa inakuwa hivyo. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo kwamba tuko pamoja, na alafu hata wenyeji tunawafikia pale wao wanakuwa wako pamoja na sisi. Hata kama unashinda na kitu mtu anakupa. Kwa kweli tunashukuru kwa hilo. Sawa, nataka nifahamu kitu kimoja. Sanaa yako ambayo umeionyesha kwenye tamthilia hii ya Samani Asante, kuna namna yote ambayo imegusa maisha yako? Vile ambavyo umeshiriki, kuna namna yote ishaye kutokea kwenye maisha yako, whether ni wewe ama mtu wa karibu? Hapana, huwa napiga simu tu, kuna watu wanasema yani hii tamthilia yani kama mmenichezea mimi. Huwa nalipata hilo kwamba hii tamthilia bwana yani kama mmenichezea mimi alinitokea hivyo mlivyocheza, yani kama vile yani nimewaambia story hii. Huwa ndio mara nyingi sana watu wananipigia wananiambia hivyo. Na wengine wanasema tu bwana hii tamthilia mimi imenigusa sana bwana. Yani mlivyocheza mjomba wangu nilimtokea hili, au babangu nilimtokea tatizo kama hili. Huwa napigiwa simu, lakini kwa mimi mwenyewe kwa kweli bado halijanitokea jambo kama hili.
Watu wanajiuliza kwa nini familia ya watu kama 7 hivi wanamwandama mjukuu wako Aisha. Gumlasenga akiwa ni kiongozi, akiwa Galula, akiwa Njovu, akiwa Semeni, akiwa Zai, wanamsakama sana mjukuu wako Aisha. Amewakosea nini hawa? Ule uhusuda tu za walimwengu. Ni asili ya wachawi. Wachawi mara kwa mara kijijini wanataka kwanza wajulikane wao. Alafu hawataki kumwona mtoto wa kike yoyote ambaye amejifungua salama au mtoto wa kike ambaye anaambiwa yule naye ana mtoto. Hilo kwao walitaki. Wanataka watu wote waliokuwa pale kijijini wote wasiwe na watoto. Kwamba mtu akipata ujauzito tunasema yule kapataje ujauzito kwanza? Nyinyi mnamwacha mpaka amefika hatua ile. Kwa hiyo kitu kinachofanyika ile mimba aidha itoke au mwenyewe afi pamoja na mtoto wake. Hiyo ni raha kwa hao wachawi. Ndio kawaida yao. Hawataki kwamba mtu anayeng'ara katika sehemu yani wamzidi wao. Hicho kitu kwao hakitakiwi. Nitamani nikuulize hapa mtaani tunavyoishi hapa hivi wanakuchukuliaje? Kuogopi kweli? Mimi mwenyewe niko na waza nasema nakwenda kwa mzee kama hivi atakuaje? Huwa mara nyingi sana sehemu kama uwanja wa Taifa huu wananipongeza sana. Wanipongeza sema da mzee umecheza sana. Na zile picha ni picha za kiasili ndizo zinazotakiwa katika picha. Sio hizi za kukaa kwenye majumba makubwa, lakini wewe unacheza picha za kiasilia, za kizamani, za kiutu uzima, zinazotakiwa kuelimisha ile jamii. Kwamba fulana anafanya vibaya lakini wewe unakuja kusema kwamba yule mtu sitaki mimefanya ulobalo kwa nao. Kwa hiyo yeye anapinga yale maamuzi yake na wewe unawanusuru watu katika hali zao za maisha. Umewaonya watu wengi sana kuhusiana na masuala mazima ya kichawi kwenye tamthilia Samani Asante. Umemwonya Semeni siku ambayo nataka amemtuma nani ule kwenda kumzuru kutembea na mume wa mjukuu wako Salma. Ukamwonya Zai. Yupi ambaye ukikumbuka yale maonyo ambayo umemwonya yalikuwa yanatoka moyoni? Nani Semeni? Semeni. Unakumbuka ulimwambiaje? Semeni nilimwambia kwamba huo mchezo unaofanya sio mchezo mzuri. Mimi naufahamu. Ulimtoa Shafii mjini ukamleta hapa. Lakini pia siko na tatizo. Mkafanya ndoa yenu mnayojua nyinyi. Pia nimewaacha. Lakini sasa pia unaingilia ndoa ya Shafii na Aisha kwamba achike. Hapana, hapo sasa wewe na mimi tutakuwa na wasama mkubwa sana. Nani ambaye anakuweza kwenye ile tamthilia? Maana kila mtu nayemuona kwa kweli kama anakuogopa sana. Si ile karata niliokuwa nayo kucheza. Nikawaza sasa Kitale anamchezesha hivi Ramadhani kama kuna mtu kampanga aje kuwa mpinzani wake, matafsiri yake nini? Gumlasenga kuwezi, tunasema hivyo. Hawa wajukuu zake hamna naye kufikia. Nani ambaye ataweza umoto? Sijajua kwamba historia itakavyokwenda kwa hatua ya pili. Kwamba watanigeuza vipi wa bwana. Sijajua. Lakini kwa hatua ya kwanza tulipofikia hapa, mimi nimewaweza. Si gani ambayo ukikumbuka ilikuwa ngumu sana kwako? Yaani uliumizwa nayo? Ziko nyingi. Kwa nyingi sana ambazo zimeniumiza sana. Kwa sababu kama ile ya kumwambia mwanangu nimekuita hapa tukae nikuelezee mambo yanavyokwenda hapa. Wewe unatakiwa unielewe mimi ninacho. Unamaanisha mama Aisha? Nataka mimi ndio baba yako na ninachokuambia kitu unatakiwa kusikilize, kwa sababu hili eneo lote hawa si wapenzi kwako na hawakutakii mema, lakini kwa sababu mwanangu ule hakuelewa kwamba mimi nilikuwa na madhumuni gani baba yake akusema vile. Yeye aliona tu kwamba baba ni mtu mzima anaeleza mambo ambayo yameshapitwa na wakati kabisa, hayapo tena haya. Kwa hiyo mimi wacha niache mambo yangu. Na siku nilivyoondoka kuaga pale, yeye alifurahi sana. Kuona sasa nashukuru moyo wangu umeshuka kidogo. Baba kaondoka kwa sababu ya harusi angekuepo sijui ingekwaje. Bila kujua kwamba wewe ndo msaada kwake. Unaona sasa hiyo hakujua kwamba baba kumbe ndio msaada mkubwa sana kwangu. Yeye akafurahi, akaenda na wenzie kuambia na vigelegele na nini, watu wanafurahi. Na wengine pia wanamwambia afadhali mzee wako kaondoka. Hawakujua wale wanamwambia ni wabaya kwake. Yeye hakujua hilo. Aliona kwamba wao ni wazuri kwake. Lakini mimi nishafahamu kwamba wale si wazuri kwake. Lakini baadaye hivi ninavyokwenda ndio atakuja kujua huko mbele ya safari. Nimeshaona hata mamake na Kikolelo walimekutana naye. Akampa mazuri ambayo umemtendea mwanawe. Bwana babako ni mganga kamtibia mwanangu hapa. Tena hata Sakina aliolewa na mumewe mchawi na kawa anashangaa. Babangu kumbe anatibu haya. Yeye ajui. Ndio ninapokuambia sasa huko mbele inapokwenda tamthilia ndipo atakapokuja nithamini mimi kwamba baba kumbe alikuwa na maana makubwa sana.
aha, kumbe baba alikuwa anatutetea mimi na mwanangu, lakini mimi upofu wangu wa kucha kuona na masikio yangu wa kucha kusikia, kumbe nimejaribia mimi. Huko tunakokwenda ndipo atakapokuja kujua kwamba baba ana thamani gani kwa watu. Alafu watu akikutana nao wanamwambia vitu vya kuwasaidia mimi kwa watu wengine, ndio atakapojua la, kumbe baba ana msaada mkubwa kwa watu, mimi namdharau. Huko mbele tunakwenda mtangazaji. Hicho ndio kitu ambacho kilisho. Kwenye jamii unahisi unafikisha ujumbe gani kwa hivi ambavyo umeshiriki kwenye Samani Asante? Nafikisha ujumbe kwamba tusiwe na roho mbaya. Tusiwe na roho za kutaka mtoto amepata ujauzito, lakini kwa roho zenu mbaya, si nyinyi washirikina mnataka asipate ule mtoto. Na isitoshe pia sio ule mtoto tu, asipate hata mimba nyingine zinazokuja, na ikiwezekana pia wakutoe katika dunia wakuue. Sasa hizo sio kitu kizuri. Wacheni watu wazae, wacheni watu wafanye mambo yao. Lakini sasa mkiwazuia, hapa leo tuko hapa, lakini kesho mtakuwa hampo hapa katika hii dunia. Mtakwenda kupata lawama kubwa mbele ya Mungu kesho. Kwa hiyo lazima niwakataze kwamba msifanye kitu ni kibaya. Alafu faida gani ambayo nyinyi mnaipata? Sijamuona mchawi hata mmoja nikiambiwa yule ana rosheni 2 zile kwa kutokana na uchawi. Hamna. Alafu mavazi yenu mnayovaa ni mavazi ya ajabu tu. Sasa kitu gani ambacho kinawafaidisha nyinyi? Cha kuona kwamba mimi hiki kitu kimenipa mambo makubwa ya maana sana. Na shamba la 10 na ng'ombe pale karibu 50 kwa uchawi uliopata, lakini hakuna hata kuku wa kufuga hana mtu. Na nyumba yake analala, unaweza akalala ukamwangalia yule fulani kalala. Mbavu za mbwa zile tena haina chochote. Anafanya sifu ni mchawi. Alafu anajisifu kwamba mimi mchawi nikikutaka asubuhi mpaka jioni haupo. Hata kama sitokuepo. Alafu baadaye utakwenda wapi? Mzee, kama mimi natamani tuongee mengi, lakini sababu ya muda huu na magharibi na karibia, naomba tuishie hapa. Hebu una nini ambacho natamani uzungumze ambacho sijakuuliza, labda uambie watu ambao wanapenda sanaa yako, watu wanapenda vile ambavyo unavyoigiza, au uambie watu ambao wanatazama kazi ya Samani Asante, ama uambie watu ambao hawaoni kile ambacho unakifanya? Kwa sababu mimi nilikuamini mzee, kama nitakukuta kwenye gorofa kwa sanaa yako na vile ambavyo umeyafanya makubwa, nilitamani labda ungekuwa na magari. Yani ni mtu ambaye umefanikiwa sana kupitia sanaa. Hebu waambie kitu hao ambao labda hawaamini bado ni sanaa yako. Ni kweli sanaa nayocheza ni sanaa kubwa na story pia ni kubwa, lakini kitu cha kwanza kabisa nasema kwamba serikali iwaangalie sana madirector hawa ambao kama kina Kitale na wengine ambao wanatengeneza story na watu story ya zile wanazipenda, na ni story ambazo zenye maana makubwa kabisa, na ni story katika jamii kufundisha. Basi waangalie kwa jicho la pili. Mathalani si tumeshilia inadhani kwenye 60 au itakuwa 70 kwenye episode. Sasa wamwangalie basi Kitale, hata msaada wampe ili aweze kuendeleza tena sehemu ya pili, kwa sababu tunapokuwa sisi kambini tunamtegemea Kitale. Sisi hatujui kwamba hizi fedha anapata wapi, hatujui, lakini na hakika ni fedha zake ambazo anajiwekeza ili kuweza kutuita sisi. Kwa hiyo wampe msaada basi, waone kwamba Kitale njoo bwana, tamthilia yako ile ni bora sana, tumeiona na tumeiangalia na tunaisikia. Kwa hiyo bwana, kiasi hiki ni kiasi gani ambacho wewe kitakufanya sehemu ya pili, kwamba ni kiasi gani tukupe cha fedha ili uwe na watu wako wale uendelee, usiwe na shida tena ya kambi, chakula na mambo mengine. Wafanya hivyo basi viongozi. Tusishilie sisi, na sisi tunavyoishilia hivyo tunavyotuona katika nyumba zetu za kawaida, na hata kiongozi wetu naye kwa vile vile pia. Kwa sababu YouTube inategemea na watu ambao wanamsupporti. Sasa kama hata supportiwa hawezi kupata hela, na fedha ambazo yeye amezitoa ina maana kwamba kurudi kwake inaweza kurudi kidogo tu. Sasa atavunjika moyo kwa sababu pengine katoa milioni 20 kutengeneza tamthilia hii, lakini baadaye mpaka inamalizika pengine na milioni 15 hana hela. Sasa atavunjika moyo hata kutengeneza tena nyingine au kuiendeleza ile kuepo, kwa sababu anaona kwamba hizi hela alikuwa na milioni 20 sasa zimekaa 15. Ina maana nikija tena awamu ya pili zinaweza zikawa 10 hizi. Sasa itakuwa sikupata faida. Kwa hiyo serikali iangalie jicho la pili hawa wenzetu madirector ambao wanatengeneza story na kucheza sisi zile picha. Na hakika Kitale kama atapata fedha, na hakika na sisi pia tutapata hela. Sawa, hebu sasa waambie mashabiki zako, labda ungetamani wafanyeje, labda ama watu ambao labda wanatamani
wawasiliane na wewe kama Ramadhani Kama, watakupataje? Nadhani Kitale kanitengenezea kitu na sio mimi. Wasanii wote kawekea namba mle. Wote kawekea namba zao, wote nimtaka kila mmoja. Wote, kwa hiyo wala usipetabu, namba yangu iko kwenye WhatsApp. Gharama za mtu anaenda kufanya kazi na kama Ramadhani Kama ataziweza au ni bei kubwa sana? Hapana, sio bei kubwa. Tazungumza na kiongozi, ataniambia na ataongea naye, basi nitafanya kazi. Sababu namthamini sana Kitale. Sana, kwa sababu amenipa kitu cha maisha. Sikutegemea kama nilivyosema toka mwanzo kwamba nitapata kitu kama hiki. Lakini amenipa kitu cha maisha yangu mimi. Kwa hiyo lazima nikithamini, lazima yeye nimthamini sana. Sababu wako wazee wengi sana. Mbona hakuachukua kaja kunichukua mimi? Na kwa nini kamchukua Galula na watu wengine wapo? Na kwa nini kamchukua Kasisi na watu wengine kwa Dar es Salaam anaweza akarudi akaja nao tu? Kuna watu wengi tu. Tena ni watu ambao wamekomaa katika sanaa. Anaweza kuachukua tu kuwalipa kaja nao akafanya kazi naye. Lakini kwa nini atuchukue sisi? Ni kwamba ameona kwamba hapa pana kitu, Mzee Kama ana kitu, Bwana Galula na kitu, Kasisi na kitu. Wote hawa wakichukuliwa wanaweza wakafanya kitu kikubwa zaidi. Mimi nashukuru sana kwa time yako. Mimi nashukuru sana mtangazaji, na pia shukrani zangu nyingi sana ziende kwa kiongozi wangu bado Kitale. Mungu ambariki sana katika maisha yake. Na Mungu ampe kile anachompa. Kwa sababu akimpa yeye na hakika na mimi pia nitapata. Hilo tu. Bwana, ni mazungumzo haya ama mahojiano na mzee wangu kama Ramadhani Kama. Mimi naweza nikamuita fundi, mmoja kati ya watu ambao na wenyewe wana kijiji chao, wameshafanya makubwa sana kwenye tamthilia hii ya Samani Asante na zingine za nyuma hizo kama Binadamu, Maneno Kuambiwa, kitu kama hiko. Bwana, lalamiko kubwa lilokuwa hapa ni kwamba watu hawaoni kile ambacho mzee Kama anakifanya. Tunatarajia kwamba siku hiyo kumuona kwenye maisha mazuri zaidi haya aliyokuwa nayo. Mimi binafsi nilivyokuwa natoka Dar kuja Morogoro, nilijua mzee Kama namkuta ni tajiri. Sio tajiri hivyo, wala kwamba ana nyumba nzuri zaidi ya hii, ana gorofa na magari, kutokana na ubora wa kile ambacho anakifanya kwenye jamii. Bwana, madirekta wakubwa Kitale amesharuhusu, kama mtu anamtaka Ramadhani Kama, namba zake zipo hapo, unaweza ukachukua ukafanya naye kazi. Mtafuteni bwana, mumpe riziki. Ndivyo ambavyo ameamua kuishi kupitia kazi hiyo sanaa. Kina Lamata, kina Wazizi na wengine wengi. Hizo tamthilia kubwa kubwa kuweza kwenye DSTV, kwenye Azam, na mzee Kama anaweza. Mtafuteni muweze kufanya naye kazi. Mimi nikwambie tu usisahau kutuachia comment hapa kwa chini kwa haya ambayo mzee Kama ameyazungumza, ama kwa haya mahojiano. Tuambie vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa mzee Kama. Msafara wa Mamba na Kenge wakose. Kama kuna namna ambavyo mzee Kama pia alikukwaza kwenye sanaa yake, kwenye sini yoyote, kwenye kazi yoyote, pia tuambie kwenye komenti. Vile ambavyo ulifanya hivi, vile ambavyo ulimfokea mwanao labda mjukuu wako, mimi sijapenda. Tuambie pia kwenye komenti hapa vile ambavyo umechukizwa na sanaa ya mzee Kama. Mimi nikwambie tu kazi yangu ni kutafuta interview, kukupostia, na wewe kazi yako ni kuhakikisha kwamba una like na kucomment. Lakini kubwa zaidi, nenda kawafuatilie kwenye YouTube yao ya Kitale Mkude Simba. Nenda kasubscribe hapo, kafanya chochote ambacho unaamini kwa kufanya hivyo utakuwa unawasaidia ama unawasogeza kwa namna moja ama nyingine. Kama ndo mara yako kwanza kutazama video kwenye YouTube yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching. Wakati mwingine, shukrani sana.